Mheshimiwa Rais, nizungumze kama waziri, kwa maana tamko langu la leo ndio tamko la nchi nzima. Ndio. Kwa hiyo nikushukuru kwa kuniunganisha na madiwani wa Arusha. Ndio. Na nitakachokiongea leo ndio. Maana yake nazungumza na madiwani kote nchini. Sawa kabisa. Kwa hiyo nikupongeze sana kwanza. Ndio. Kwa kuifanya baraza la madiwani la Arusha ndio kuwa ni kituo cha sasa cha kutoa maelekezo kwa madiwani kote nchini. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Nianze kwa kusema ndio Mheshimiwa Waziri, mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 ndio imetekelezwa vyema. Ndio. Chini ya mamlaka za tawala za mikoa na serikali za mitaa. Sawa kabisa. Hii maana yake msingi wa kazi kubwa ndio ya nguvu na jasho, ufundi na ustadi ndio ambao umefanywa na madiwani kote nchi nzima. Ndio. Wakizisimamia halmashauri zetu kote nchini. Sawa kabisa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza ndio mamea wote nchini. Ndio. Pamoja na meya wetu wa Arusha. Sawa kabisa. Kazi yao ndio imeandikwa sawa kabisa katika kitabu cha dhahabu. Sawa kabisa. Kwa sababu wameitumikia nchi hii. Ndio. Wamewatumikia Watanzania wanyonge. Sawa kabisa. Na ndio sababu nasema ndio mafanikio tunayoandika leo ndio ya serikali ya awamu ya 6 hasa katika utekelezaji wa miradi inayotekelezwa na mamlaka za serikali za mitaa ndio ni mafanikio ya pamoja. Sawa kabisa. Baina ya serikali kuu ndio na mamlaka za serikali za mitaa. Sawa kabisa. Zikisimamiwa na madiwani kote nchini. Sawa kabisa. Kwa hiyo ninawapongeza madiwani. Sawa kabisa. Na ninatamani sana tuwaone kesho wakati Mheshimiwa Rais anaendeleza awamu yake ya pili. Ambayo ndio itakuwa awamu ya mwisho ya uongozi wake katika serikali hii ya awamu ya 6. Sawa kabisa. Hakuna neno lingine zuri ninaweza kusema. Ni lazima tufanye kazi kwa bidii kwa ajili ya Watanzania. Sawa kabisa. Na kwenye hili niko tayari kula kiapo. Sawa kabisa. Kwa sababu tunayaona mafanikio makubwa ambayo yamefanyika katika awamu hii. Sawa kabisa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru sana na kushukuru wewe kwa kazi kubwa na kazi nzuri katika mkoa wa Arusha. Ndio. Umefanya kazi nzuri sana. Nashukuru sana mkuu. Na sisi ndani ya TAMISEMI tunakupongeza. Nashukuru sana mkuu. Vipo vifaa vya kazi ambavyo walikuwa wakivitumia. Ndio. Ambavyo kimsingi tunaita kama ni vyombo vya kulia. Kama sahani na kijiko. Sawa kabisa. Sasa vyombo hivi ndio kwa mfano hizi iPad ndio sijui vitu vidogo ambao walikuwa wakivitumia ndio ambavyo si sehemu ya mali zinazobaki na halmashauri. Ndio. Kwa hiyo maelekezo yangu kwa katibu mkuu ndio kwamba vifaa hivi ambavyo walikuwa wakivitumia ndio vya kwao wenyewe madiwani ndio waendelee kubaki navyo. Kwa sababu ndio humo ndani wameweka siri zao. Ndio. Barua pepe zao. Ndio. Wameweka sijui mawasiliano yao na ndugu zao. Kwa hiyo maelekezo yangu nimekusha muelekeza katibu mkuu. Ndio. Kwamba vifaa hivyo ambavyo si sehemu ya mali za halmashauri ndio ziendelee kubaki kwa madiwani. Tunakushukuru sana.